Mimi naitwa Lucy Anthony Michael, ni mkazi wa Yombodovia. Ni mmoja wapo ambaye nilienda katika ubalozi wa Vatican katika kupeleka barua ya maoni kwa ajili ya viongozi wetu wa dini. Lakini baada ya kwenda katika ubalozi wa Vatican, baada ya hapo nilianza kupokea simu za vitisho kwa watu wengine nikiwa na wafahamu na wengine siwafahamu. Namba zilikuwa nyingi zinapigwa. Baada ya hapo siku ya Jumatano tarehe 6 natoka nyumbani kwangu, nilivamiwa na watu 4 ambao siwafahamu na kunishambulia kama hivi mnavyoniona. Nimepigwa siku ya Jumatano muda wa saa 5 na asubuhi. Kipindi natoka naelekea kwenye shughuli zangu. Na watu ambao wasiojulikana na siwafahamu kama hivi mnavyoniona, kwenye mkono nimeumia, usoni kama hivi mnavyoniona, na baadhi ya sehemu mbalimbali za mwili wangu ambazo zinaletea maumivu mpaka hivi sasa. Jambo kubwa walichukua na kidai kwamba wanasema wewe unajifanya msemaji wa serikali, wewe unajifanya chawa wa serikali, wewe unajifanya serikali na kutumia kwenda ubalozi wa Vatican. Wewe una mamlaka gani kwenda ubalozi wa Vatican? Wewe ni mtu wa serikali, wewe ni msemaji wa serikali. Kama kuna viongozi wanaongea lugha ambazo hazipendezi kiimani yao, wewe ni msemaji wa kanisa mpaka uende huko. Ndio maneno ambayo alikuwa anayatamka hayo. Nilivyotokewa na matatizo hayo, nilienda kuripoti kituo cha polisi cha Makangalawe ili nishachukua labi, na mpaka hivi sasa naomba nisaidiwe kwa ajili ya usalama wangu, serikali nisaidie kwa ajili ya usalama wangu. Lakini mpaka hivi sasa hali yangu ya kiusalama naona ipo chini, na mimi kiangalia na familia naishi. Kwa hiyo naomba nisaidiwe kutokana na hali yangu ya kiusalama. Nashindwa hata kutoka kutembea, nashindwa. Kwa sasa hivi familia yangu inaishi kwa wakati mgumu sana, kwa sababu hata wenyewe naona kama wananilaumu kwa kile nilichokifanya, labda kwa sababu maisha wanayepitia na wao wanaogopa hata kutoka nje, wanaogopa hata kutembea mtaani, wanahisi na wao hivyo vitisho ninavyopewa mimi, wanahisi mama yao muda wote na saa yoyote naweza nikauawa kama watu walivyokuwa wanazungumza.